Jiwe hilo katika makazi yasiyo rasmi ya Mathare 4A liligeuka kuwa mauti, huku mvua kubwa ikinyesha usiku kucha. Mto uliokuwa karibu ulifurika na kudhoofisha jengo hilo na kusababisha mwamba kuporomoka kwenye nyumba iliyoko mkabala na kuwaua watu watatu hao walipokuwa wamelala. Mdhibiti mkuu wa bajeti ya serikali ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa utovu wa nidhamu wa kifedha katika kaunti kadhaa. Margaret Nyakango amesema baadhi ya kaunti sasa zinalipa bili ambazo hazijaidhinishwa, huku bili zilizoidhinishwa zikisubiriwa. Kufikia sasa, sampuli iliyofanywa na afisi ya bunge ya bajeti imefichua kuwa miamala zaidi ya 15,000 ya bili zilizoidhinishwa ambazo hazijakamilika zilibadilishwa na kaunti 15 na badala yake kuchagua kulipa bili ambazo hazijaidhinishwa, jumla ya shilingi bilioni 13.2. Muungano wa Kiislamu wa kijeshi kuhusu kukabiliana na ugaidi IMTMCTC jana umezindua rasmi mpango wa mafunzo kuhusu kukabiliana na ufadhili wa ugaidi na ukatishaji wa fedha. Hafla ya uzinduzi iliyofanyika katika jiji kuu la Kenya ilihudhuriwa na Waziri wa Ulinzi wa Kenya Soipan Tuya na Katibu Mkuu wa IMCTC Meja Jenerali Muhammad bin Said Al-Mughadi. Mafunzo hayo ambayo ni mojawapo ya mikakati ya IMCTC yamewaleta pamoja wawakilishi na washirika ya serikali, mamlaka za udhibiti, taasisi za kifedha na vyombo vya utekelezaji wa sheria. Katika hotuba yake, Waziri Tuya alisema uzinduzi wa mpango huo wa mafunzo unathibitisha dhamira ya pamoja ya kuimarisha usalama wa kikanda na wa kimataifa. Hatimaye rubaa za kimataifa, serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore, ambapo inadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wanakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Cote d'Ivoire. Waziri wa usalama Mahamudu Sana amesema kuwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Amesema kuwa mpango wao ulikuwa ni kushambulia ikulu ya rais mnamo juma lililopita. Tamati ya mukhtasari wa dira kwa sasa. Taarifa hizi na nyingine nyingi zidi kuitegea Iqra FM, na mimi endelea kuniita Omar Abu. Kwa habari zaidi na matukio endelea kutegea Iqra FM 95.0.